Mwisho katika episode ya 4 tuliweza kumshuhudia bidada Zoe akiwa anarejea nyumbani, lakini kwa bahati mbaya akaweza kumshuhudia dada yake akiwa analetwa na Yachi, kitu ambacho kikamsababisha bakie katikati akiwa helewi ni nini afanye, aende au arudi. Na bidada baada ya kuganda kwa muda mrefu akaona kuwa hana chaguo lolote, moja kwa moja ni kurudi katika kisiwa kwa sababu hawezi akamwacha dada yake ambaye anakuja huku katika maeneo haya. Mpaka kufikia hapa mtu pekee anayechomoka kutokea katika kisiwa anakuwa ni mwamba Chari. Ila bidada alipoweza kufika tu katika maeneo ya fukwe, basi aliweza kugundulikana na mwamba Nicholas ambaye akawa anamuita bidada, lakini bidada akawa anamkatalia kabisa. Mwisho wa siku Nicholas akaweza kumpiga bidada sindano katika eneo la shingo na bidada akakata moto. Bidada Gabi katika maeneo haya ya kisiwa wameshapokelewa kama ilivyo desturi. Watu wote wanaopokelewa hapa huwa wanapigishwa pati la maana bwana. Huku upande wa pili bidada Zoe anashtukia kwamba ameamkia katika maeneo ya mapango na ameletwa huku na mwamba Nicholas. Na mwamba Nicholas akazidi kumkumbusha bidada kwamba nilikuonya kwamba usitoroke, na kama ukitoroka basi hakikisha uweze kunulikana. Alafu mimi nimekugundua kirahisi tu, vipi kama ungekamatwa? Alafu wewe si ulikuwa unapanga kuweza kuondoka? Ni kitu gani ambacho kimeweza kurudisha ndani ya hii kisiwa? Bidada hakutaka kabisa siri ya dada yake kuingia ndani ya kisiwa hiki iweze kugundulika. Ikabidi kwanza kumzuga mwamba Nicholas na kumwambia kwamba nimeweza kurudi kwa sababu niligundua kwamba nakupenda na nakuhitaji. Akawa amemkisi jamaa. Kwa alikuwa anamzuga tu. Huku upande wa pili kina dada ndio kwanza wanaonyeshwa vyumba vyao vya kuweza kufikia na wamefurahi kweli kweli kutimba ndani ya hichi kisiwa na wanafuraha bana. Hawajui hatari iliyopo ndani ya kisiwa hiki. Afrika anapitia cha mtemakuni kule ndani alikokuwa ameweza kufungiwa. Mwanamke huyu anazidi kujipatia msosi mbele ya macho yake bidada akiwa na njaa kali. Huku nje kisanga kizito mwamba Chali kumbe bana kufanikiwa kuingia ndani ile boti ambayo ilikuwa inaelekea kule mjini. Moja kwa moja akaanza kupiga kelele akiwa anaomba msaada, lakini kuna kitu fulani ambacho kiliweza kutokea ambacho mwamba hakuweza kutarajia. Kuna miamba wawili walikuwa wamevalia sare za kijeshi. Huyu mmoja wapo anaitwa Joe, aliweza kumuokoa. Na hawa jamaa inaonekana kwamba wana mission ya kuja kufanya upelelezi ndani ya kisiwa hiki. Mwamba Nicholas aliweza kumuona bidada Jenny akiwa jirani sana na bidada Zoe. Akawa anamkataza na kumwambia kuwa sitaki kabisa uwe jirani na Zoe, sawa? Akamuonya sana huyu na kumwambia kuwa kama ukiendelea kuwa jirani na Zoe basi nakwenda kuripoti kwa Asret kwamba uliweza kufanya mpango bidada aweze kutoroka katika hiki kisiwa. Bidada Zoe akamwomba sana msamaha Jenny na kumwambia kwamba hatakuwa jirani naye tena kwa wakati huu, anahitaji tukubakia ndani ya kisiwa. Lakini sababu kubwa ya bidada Zoe kutaka kubakia ndani ya kisiwa ni kwa sababu ya huyu anayemuona mbele yake ambaye anafahamika kama Gabi ambaye ni dada yake. Ikabidi kumkonyeza kana kwamba wawe kama vile hawajuani. Basi moja kwa moja bidada akawa anamfuata bidada ili asiweze kugundulikana kana kwamba wanajuana wawili hawa. Wakaelekea mpaka upande wa pili wa kisiwa mahali ambako drone huwa hazipiti mara kwa mara, na hapo akaanza kuongea. Bidada alishangaa kumwona dada yake huko, akamwambia kuwa umejileta katika eneo ambalo ni jehanamu ya duniani. Huku kuna tisha kuliko kunavyotisha sehemu nyingine yoyote ile. Kiufupi ni kwamba umeingia sehemu ambayo sio nzuri. Rafiki yangu Judy amekufa katika kisiwa hiki na mwili wake umechomwa moto mbele ya macho yetu. Kwa hiyo hapa bana pana zaidi ya maisha ambayo ni ya kishetani kupita kawaida. Kama amemkumbatia dada yake na kumwambia kuwa asimwamini mtu yeyote katika kisiwa hiki. Na baada ya makumbatiano ya muda mrefu kwa sababu wana ndugu hawa wawili wajeza kukutana kwa kipindi kirefu, basi siku ya leo alikuwa amefurahi na kusema kwamba pamoja na kwamba tuko katika sehemu mbaya lakini nashukuru kwa sababu nimeweza kukuona dada yangu, na mwingine akasema nashukuru kwa sababu nimeweza kukuona mdogo wangu. Bwana, kumbe ndani ya kisiwa hiki hawa kinajua ndio maafande wanaolinda hiki kisiwa. Akasema kuwa kuna mtu anafahamika kama Louis ameweza kuuliwa, mtu muhimu sana, na inaonekana kwamba miongoni mwenu muuaji yuko hapa hapa. Lakini wote tunakumbuka kwamba mwamba Alvin ndio aliweza kumuua mwamba Louis kipindi kile anamzuia bidada kuingia katika bahari. Kwa kuwa hakuna aliweza kujitambulisha kwamba ameweza kufanya tukio hilo, basi bidada mmoja hivi anaitwa Dania alikuwa akitembelea mmoja baada ya mwingine. Huyu dada ni mzoefu kweli kweli kutambua muuaji. Ni kweli kabisa, huyu bidada Dani alikuwa na uwezo mkali, akaweza kumchukua Ivan na wenzake kama wawili hivi na alikuwa anapeleka katika sehemu ambayo anakwenda kuuliwa. Lakini huyu mwanamama Dani ana uzoefu mkali sana katika masuala ya kivita na alikuwa anajua kwamba muuaji yuko katikati ya hawa watatu. Akasema kuwa leo tutakwenda kuana kwa mchezo wa kuzungushiana silaha, na silaha hii itakuwa na risasi moja tu. Mtu ambaye atakwenda kumpata hiyo risasi basi ndio muuaji. Akapeleka silaha yake kwa mtu wa kwanza, alikuwa ni mwanamke. Silaha haikuweza kufunguka. Mtu wa pili silaha kuweza kufunguka. Ilipofika zamu ya mwamba mmoja anaitwa Eloy, kabla tu ya kuweza kushambuliwa mwamba Ivan akaweza kujitokeza na kusema kwamba jamani, hapana, mimi ndio niliweza kufanya mauaji hayo. Kwa hiyo basi Ivan ndiye aliyeweza kufanya tukio hili la mauaji. Akachukuliwa na kupelekwa sehemu yake peke yake na hao wengine wakarudishwa katika maeneo ya makambi. Hasa huyu mwamba kiongozi wa kijeshi siku ya leo alikuwa anataka kumfundisha huyu mwanamama ambaye anafahamika kama Ashlet namna ya kutumia bunduki ya kweli kabisa. Lakini Ashlet akasema kuwa kiongozi wa ulinzi katika masuala haya ya hapa kambini ambapo tunaishi ni bidada anayefahamika kama Brenda, lakini amekuwa mzembe sana siku hizi. Na ili niweze kujipima uwezo wangu wa kutumia silaha ya kweli lazima huyu ndo awe kama chambo, akimbie kule mbele alafu mimi nifiatue risasi. Akifanikiwa kuweza kuikwepa basi itakuwa ndo bahati yake. Bidada akaanza kukimbia na mwisho siku akamlenga katika maeneo ya miguu. Baada ya hapo bidada Ashlet akamfuata Brenda alikuwa akigugumia pale chini, akampiga risasi ya kichwa. Akamuuliza huyu mwalimu wake kwamba je, naweza kutumia risasi ya moto? Mwalimu akasema uko vizuri. Baada ya bidada Brenda kuweza kuuliwa, basi bidada Amo akaweza kupewa ile nafasi ya Brenda. Kumbuka kwamba bidada Amo ndo ana upenzi na ule mwamba anayefahamika kama Alvin. Na wote tunajua kwamba mwamba Alvin ameweza kukamatwa tayari kwa ajili ya kuuliwa kwa sababu ya tukio la kuweza kumshambulia mwamba Louis na kumteketeza. Sasa je, kama kiongozi wa ulinzi ambaye bidada Amo atakwenda kuibadili nafasi ya Brenda, ataweza kutekeleza mauaji ya mwamba Alvin au la?
Hasa mwamba Eric tayari afya yake imerejea. Siku leo alikuwa akimsalimia huyu mtoto ambaye anafahamika kama Isaac. Kumbe bana ni mtoto wake. Na kulikuwa kuna uvumi kwamba hawa wawili hawawezi kupata watoto. Kumbe wana uwezo na wana mtoto ambaye wamemficha, ila hawataki watu wengine waweze kupata watoto. Kwa hiyo wanajifanya kana kwamba wao uwezo wa kupata watoto hawana. Mwamba alipotoka pale nyumbani kwake moja kwa moja akaelekea huko katika kambi, na alipofika tu akakutana na bidada Astrid na kumwambia kuwa hakuna meli ya ziada ambayo inakuja kuleta watu wengine huko. Lakini bidada akasema kuwa anahitaji watu zaidi na zaidi katika hiki kisiwa. Lakini pia mwamba Eric akazungumzia swala la satellite kuweza kutikisika, akasema kwa nini uliweza kubadilisha mawimbi na frequencies za satellite? Lakini bidada akasema kuwa hapana, alikuwa ni mwanamke mmoja ambaye aliingia katika kile chumba cha operation ndiye aliweza kubadilisha kila kitu. Ni nani huyo aliweza kufanya jambo kama hilo? Bidada akamwambia kuwa ni Africa. Mwamba Eric ni kweli kabisa alizoeana na bidada Africa, lakini kwa kitendo cha kuweza kuactivate antenna, kitu hichi kilimkela sana na kusema kwamba utafia huko katika hiyo cell. Na kumbe bana zile antenna ndo zinatumika kuwasiliana na watu ambao wako katika dunia nyingine, ambapo wako kuandaa kule bustani ya Eden nyingine kabisa. Kwa hiyo kile kitendo cha bidada Africa kuweza kuharibu pale mawasiliano ni kwamba aliharibu mawasiliano ya watu ambao wako katika sayari nyingine ambapo wako kutengeneza bustani ya Eden. Na hawa wanaokusanywa katika hiki kisiwa wana mpango wa kupelekwa katika sayari nyingine kabisa. Bidada akiwa anashangaa hapa ndani, akashangaa kuna mtu mwingine analetwa. Kumbe alikuwa ni mwamba Charlie ambaye alikuwa amekamatwa kule katika bahari pindi anaogelea kuelekea katika yachi ambayo ilikuwa inaondoka, aliweza kukamatwa. Hasa hebu angalia mchezo ambao bidada Amo ameweza kuchezewa. Mwamba Ivan baada ya kukamatwa kule alikuja kurudishwa huku na kuletwa kwa bidada Amo. Kumbuka kwamba Amo ni kiongozi wa ulinzi ambaye mbadili nafasi ya Brenda. Hasa baada ya kula raha zao hapo za kimapenzi, mwisho wa siku bana Ivan akaanza kumwambia bidada Amo kwamba mimi bana ndio niliweza kumuua mwamba Royce. Kwa hiyo walikuja wamenikamata, mwisho wa siku nimekiri ukweli, wameweza kunirudisha. Bidada Amo akagundua kwamba huu ni mtego na wanataka kumpima katika nafasi yake. Je, anaweza kutetea haki yake ya kuwa mkuu wa walinzi? Kwa sababu kama ni mkuu wa walinzi, kwa kitendo cha huyu mwamba kukiri kwamba aliweza kumuua Royce, lazima auliwe. Na kesho yake mapema na alfajiri bidada Amo akaamshwa na kusema kwamba kuna mtu anastahili adhabu ya kifo, kwa anatakiwa apelekwe katika maeneo yale ya bonde la mauti. Moja kwa moja akampeleka huyo mshikaji na bidada akawa ameandaa sindano yake, lakini akawa anashiguta anatetemeka, anashindwa kabisa kumuua huyo mtu kwa sababu ndio mara yake ya kwanza. Kwa bahati mbaya sana yule mwamba ambaye alitakiwa kuuliwa akaweza kukimbia katika eneo hilo. Hii kitu ni hatari kuliko kawaida. Kwa hiyo bidada Amo ataonekana kwamba hii kazi haiwezi, na mwisho wa siku adhabu ya mtu ambaye hawezi kazi ya mauaji, basi yeye ndo anakufa. Na kama ilivyo desturi ya hiki kisiwa, bidada Gabi akaanza kuulizwa maswali. Je, unaweza ukatusimulia mambo yote yanayohusu maisha yako? Bidada Gabi akasema kuwa mimi nina dada yangu, lakini akashindwa kumtaja kabisa huyo dada yake kwa sababu alikuwa anakumbuka kwamba bidada alikuwa amemuonya na kumwambia kwamba asishie taarifa zao. Na basi bwana, baada ya maswali mengi sana kwa bidada Gabi, mwisho wa siku akawa amemkumbatia na kumkaribisha katika eneo hili la kisiwa, na kila mmoja akaanza kumkumbatia mtu aliye jirani yake. Mwamba Nicholas akaenda kumkumbatia bidada Zoa, lakini akawa ameshtukia kwamba hawa wawili walikuwa kitazamana sana, huenda kuna kitu nyuma ya pazia. Na siku ya leo ikatangazwa kuwa ni siku ya kufurahia na kucheza michezo yote ya baharini, na kila mmoja akawa amezama katika maeneo ya bahari na kufurahi kweli kweli yani. Wakati huu mwamba Eric akawa amebeba chakula kwa asili na akawa analeta huku katika maeneo ya magereza ambako bidada Africa alikuwa ameweza kufungwa, lakini mlinzi wa eneo hili anayefahamika kama Joe akawa anamzuia. Mwamba akamshambulia Joe kisha akaleta chakula huko ndani na kuweza kumkabidhi Eric kuna baadhi ya kibarua fulani hivi alichokuwa amepewa na bidada mmoja hivi kule nje kabisa. Na mwamba Eric akaenda moja kwa moja kwa bidada Africa na kumwambia kwamba kuna kisiwa ambacho tutakuja kukitembelea siku moja, na huko inaaminika kwamba wanaishi ali. Tunafanyaga mawasiliano nao na waliahidi kwamba watakwenda kutuchukua hapa na UFO zao sio muda mrefu, watakuja hapa na kuja kutuchukua na moja kwa moja tutakwenda kuishi katika sayari ambayo hakuna binadamu amewahi kuishi, sayari nzuri kuliko zote. Lakini bidada Africa akasema kuwa huenda huu ni mchezo mchafu ambao bidada Ashlet anaweza kucheza, lazima atakuwa na tutriki tu. Lakini mwamba akamwambia kuwa hapana, lazima huenda ndani yake kuna ukweli. Basi bidada Africa akaweza kumkisi mwamba mbele ya macho ya mwamba Charlie. Kumbe bana Eric anakamchepuko kake ambaye ni bidada Africa. Lakini mwamba Charlie anajua kabisa kwamba bidada Mika wakati wote anakaaga katika CCTV kamera, na huyu ndio yuko katika kitengo cha ulinzi wa CCTV. Akaenda kusimama mbele ya kamera na kusema kwamba nakupenda sana Mika. Na bidada Mika alipoweza kutazama anagundua hizo mwamba kumbe anampenda kweli. Hasa huko upande wa pili, kwa kitendo cha bidada Auma kushindwa kabisa kufanya mauaji ilikuwa ni kosa, lakini kosa lake ilikuwa ni kushushwa cheo kwa sababu alikuwa na cheo kikubwa, ikabidi kuweza kupunguziwa cheo na kuwa mshiriki wa kawaida katika eneo hili la kisiwa. Na wakiwa wameketi katika maeneo haya ya kisiwa, akajitokeza yule mwanamama Ashlet na moja kwa moja akaenda kumchukua Gabi. Hii kitu ilimfanya bidada Zoa kuwa na hofu sana. Huyu mwanamama Ashlet ni mtaalamu hasa wa saikolojia. Alimchukua bidada Gabi na kumleta katika maeneo ya kina kirefu sana cha maji. Akamwambia kuwa katika mitandao ya kijamii ulisema kwamba wewe ni muogeleaji mzuri. Akachukua necklace fulani na kaitupia katika maji, akamwambia kuwa kaifuate katika maji. Bidada Gabi anajua kabisa kwamba hiki ni kina kirefu na si kawaida kabisa kwa mtu kawaida kuweza kuzamia pale na kuweza kutoka. Lakini pia dada yake alikuwa na wasiwasi sana huko katika maeneo ya fukwe. Moja kwa moja bidada akajitosa katika maji na kuifuata ile cheni. Asante Mungu, bidada Gabi akafanikiwa kuipata na akarudi salama. Sasa yule mtoto wa mwamba Eric alikuwa akitembea katika maeneo fulani hivi ya mapango, na kwa bahati mbaya akaweza kuona kuwa kuna baadhi ya maeneo hivi damu ni kama zilikuwa zimeweza kuchuruzika. Kumbe kuna mwamba mmoja aliweza kujificha huku, ni yule mlinzi aliyekuwa ameshambuliwa vibaya na baba yake ambaye anafahamika kama Eric. Alikuja kujificha huko katika maeneo ya mapango. Na wakiwa katika maeneo ya ufukwe huko kiongozi wa ulinzi wa masuala ya kijeshi katika eneo hili la kisiwa anayefahamika kama Joe aliweza kumkuta mwamba Nicholas
Nicholas na kama amemwomba mpambano katika siku ya leo nyakati za jioni, basi moja kwa moja kaandaa pambano hilo na kuweza kuzichapa siku ya leo. Bana, mpambano ulikuwa ni mkubwa sana. Inaonekana kwamba hawa watu wawili ni kama wanabifu ambao limejificha ndani yao. Na huu mpambano ukamtia sana hasira mwamba Nicholas na ambaye akafikiria kuweza kushirikiana na bidada Zoa ili waweze kutoroka katika eneo hili. Na mwisho wa siku bana, wakawa wameingia katika chumba cha bidada Aslet na kaanza kufanya uchunguzi. Lakini kwa bahati iliyo mbaya, miongoni mwa walinzi ambao walikuwepo katika maeneo hayo wakaweza kushtukia jambo hili na ugomvi mzito ukatokea katika kile chumba. Mwisho wa siku mwamba akawa amepigwa sindano ya shingo na hii ikawa imemoverdose na hakuna namna yoyote ile mwamba ni lazima atakuja kufa. Lakini Nicholas kitu cha kweli kabisa alichoamua kumwambia bidada Zoa, ikiwa neno lake la mwisho, alimwambia bidada Zoa kwamba anampenda sana. Ila bidada Zoa kwa kuwa alikuwa ampendi huyu jamaa, alipogundua kwamba mwamba alikuwa anamuigizia, kitu ambacho inaonekana kwamba si kweli. Jamaa alikuwa akimpenda kweli bidada, lakini mwisho wa siku bidada akawa amemwacha jamaa na anakufa pale na akaidi kuitunza siri mbele ya huyu jamaa aliweza kumuua mpenzi wake. Hasa nadhani nini ambacho kitakwenda kujili katika episode inayofuatia. Kisha tukwamba mgusa alama ya kusubscribe na alama ya kengele kila wakati tunapoweza kuona tamthilia hii, kisha unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza.